ni'matillahi wa fadhli. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehma na amani mtukufu daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, tumekabiliwa ama tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Baada ya kutoka katika mwezi wa Rajab, tumeingia katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Baada ya Shaabani ni Ramadhan. Upendo katika imani, kabla hatujaingia katika mada, najusia nafsi yangu pamoja na kuhusia waumini wenzangu juu ya swala zima la kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, chukueni zawadi, hakika zawadi bora ni ucha Mungu. Kwa hiyo Muislamu tunaambiwa tujipange na zawadi bora ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameenda kutuchagulia, akatwambia ni ucha Mungu. Kwa hiyo jipange na ucha Mungu, kwa sababu utakapokufa kaburini, ucha Mungu utakusaidia. Utaenda kusaidiwa na ucha Mungu. Kwa hiyo wapendwa katika imani, tujipangeni na ucha Mungu, na ucha Mungu ni kila jambo ambalo kwamba litamridhisha Mola. Hiyo ndio inaitwa ucha Mungu kwa ufupi. Leo wapendwa katika imani, tuko katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Tusijisahau, Rajabu imeisha, tumeingia katika mwezi mtukufu wa Shaaban, na ni mwezi ambayo kwamba una khairati nyingi na amali nyingi za khairi tutakiwa sisi Waislamu kuzifanya. Ma min ayami, hakuna katika masiku wala shahrun min shuhuri al-am, hakuna katika masiku wala miezi ya mwaka mzima illa walilibadi fiha ta'atun yataqarrabuna ila Allah, hakuna katika masiku na miezi isipokuwa na waja wanao taa ambayo kwamba itawafikisha karibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa wako na taa ambayo kwamba itawapeleka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kunapatikana ofa katika hizo masiku, kunapatikana ofa katika hiyo miezi kwa Muislamu. Je, ofa kama hizi twazitumia kivipi? Hakika tumekabiliwa na shahrun min ashrafi shuhur, mwezi katika miezi mitukufu. Shara'a Allahu Ta'ala lakum fihi as-siyam, mwezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhia, ametuwekea kama shiar katika mwezi huu kufunga. Warabbakum fihi ila islahi ma bainakum wa baina ikhwani almuslimin. Katika mwezi wa Shaabani ni shiari nzuri ikiwa utaweza kujipinda na kujikaza katika kufunga mwezi mtukufu wa Shaaban. Na ni shiari nzuri katika mwezi kama huu iwe wewe utaweza kujiweka kando na kuwaudhi Waislamu wenzako, kujiweka kando na utesi na Waislamu wenzako. Kwani na Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama shahrin qattu illa ramadana wama ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Hadithi kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtumi wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, yasumu hatta naqula la yuftiru, akifunga mpaka tukisema huyu hatafungwa tena, ataendelea na saumu mpaka mwisho.
yaqula la yasumu, na wakati mwingine akiendelea na kula hizo sunna zote akiziacha, akiendelea kula tu mpaka watu wasema huyu pengine hatofunga katika huu mwezi sunna, kilengo mwezi wa Shaabani. Mwingine alisemekana pengine hatofunga katika huu mwezi. Wama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema sijamuona mtume rehma na amani ziwe juu yake, istakmala siyama shahrin, kukamilisha saumu ya mwezi. Hajamuona, na Aisha sema hajamuona mtume kukamilisha saumu ya mwezi mzima illa Ramadhana, isipokuwa mwezi mtukufu Ramadhani. Wama raaituhu min shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban, na hajamuona mtume rehma na amani ziwe juu yake akifunga sana katika miezi yote kama mwezi wa Sha'ban. Kwa hiyo katika mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatikana akifunga sana kushinda miezi yote. Kwa hiyo inapatikana saumu katika mwezi wa Shaabani, alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga. Yaani kunao hadithi zingine zinasemekana Mtume alifunga Shaabani yote. Kunao wengine sema Mtume alifunga siku nyingi katika mwezi wa Shaabani. Kwa hiyo zote ni hadithi hiyo. Na Abu Daudi katika hadithi yake sema kana ahabbu shuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sha'bana thumma yasiluhu bi Ramadan. Hadithi kutoka kwa Abi Daud asema kana ahabba shuhuri ila Rasulillah, ilikuwa mwezi unaopendekeza zaidi kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake, ayasuma, kufunga Shaabana thumma yasilu bi Ramadhan. Yani mtume akionekana mwezi anaopenda kufunga sana ni mwezi wa Shaabani, kisha akiunganisha na Ramadhani. Hapo utapatikana kwamba mtume akifunga mwezi mzima wa Shaabani, kwa sababu kuunganisha mpaka kitu kiishe ndio ungane ushike kingine, sio? Ni mwana fulani akila mkate mzima kisha kiunganisha mkate wa pili. Kwa hivyo huwezi kuunganisha mkate wa pili kama kwanza hujamaliza. Kwa hiyo hadithi hii inatupatia nguvu ya kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akifunga Shaabani yote kisha kiunganisha na mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hiyo mimi na wewe Shaabani imeingia, tumejipanga kufunga siku ngapi? Angalau siku 15, angalau siku 10, angalau siku 20 tumejipanga kufunga. Kwa hiyo katika miezi bora na miezi mitukufu kuna kitu huitwa amali, na amali njema kufanya katika miezi mitukufu. Na amali nzuri, hakuna amali njema kama as-siyam, kufunga. Amali zote, amali nzuri ni amali ambayo kwamba ni ya kufunga. Kwa sababu ndio Mtume akasema nini? As-sawmu li wa ana ajzi bi. Katika hadithi Qudsi Mtume asema, Mwenyezi Mungu asemaje? As-sawmu li wa ana ajzi bi. Yani katika kufunga, amali ya kufunga mwachie mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio atailipa. Ina maana malipo yake yako juu zaidi. Ukifanya amali ya kufunga umechanganya amali nyingi sana. Ukifunga wewe hutaweza kusema urongo. Kwa hivyo umejishikilia na amali ya kusema na madhambi ya kusema urongo. Ukifunga wewe hautosengenya. So umejiziwia kwa sababu umefunga, siwezi kusengenya. Ukifunga wewe hautaweza kufanyaje? Kuzini. Mimi nimefunga, siwezi kuzini. Na moja kwa moja saumu ni kinga ya zina. Saumu junna. Saumu ni kinga na kila baya. Kila jambo baya ambalo kwamba liko mbele yako ukiwa umefunga huwezi kulifanya. Na inakukinga sana katika machafu ya uzinifu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya ma'shara shabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Enyi mabarobaro ambaye kwamba ana uwezo wa kuoa basi aoe. Lakini kama huna uwezo kuoa, ufanye nini ili ukae mbali na uzinifu? Ufunge. Ukifunga ile saumu itakukinga na uzinifu. Fa innahu lahu wija,
Ile saumu ndio itakuwa kinga kwako wewe na suzinifu tu kila baya ambalo kwamba wewe unalijua Muislamu, bali insanu ala nafsihi basira. Jambo lolote baya ambalo wewe wajua walifanya, basi ili wataka usilifanye, amka na saumu.